Spika, nipongeze kwa dhati Simba kwa kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara nyingine tangu mwaka 93. Simba inapokuwa ya kimataifa, mimi washabiki wake. Mafanikio haya ya Simba yanatokana na juhudi kubwa ya uwekezaji uliofanywa na rais wa heshima wa timu hiyo, ndugu Mohamed Dewji. Hii si tu itatoa heshima kwa timu hiyo, bali pia inaitangaza nchi yetu katika ramani ya soka la kimataifa. Na wakati wanacheza mashindano yale, nilikuwa tunawaombea wapate tu kombe, hata ambao sio mashabiki, kwa sababu hata wangeliweka chini ya uvungu ya ofisi yao bado lingekuwa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hata hivyo Simba wasipweteke, kwa kuwa mafanikio kama hayo wanayojivunia leo sio mapya kwa Yanga. Mheshimiwa Spika, mafanikio hayo wanayojivunia Simba sio mapya kwa Yanga, kwani walifika hatua kama hiyo mwaka juzi na walitolewa tu kwa uwiano wa goli la ugenini, hawakushindwa. Nitumie fursa hii kumpongeza ndugu yangu Garibu Salim Mohamed GSM. Ndugu GSM ameleta chachu kubwa kwenye mafanikio ya Yanga. Ni washauri wana Yanga wanapoandaa ramani ya ujenzi wa uwanja mpya wasisahau kuweka sanamu kubwa la GSM. Nitoe rai kwa vilabu vingine kuiga hatua hizo za Simba na Yanga kwa manufaa haya, kwa hatua hizo za mafanikio walizozifikia kwa manufaa ya soka la Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimpongeze kipekee mzee Said Salim Bakresa kwa uwekezaji mkubwa katika tasnia ya michezo. Huyu ni wa mfano. Uwekezaji wake umekuwa chachu ya maendeleo ya michezo nchini, hususan kupitia matangazo ya moja kwa moja, yani mubashara. Ni kweli usiopingika kuwa maisha ya watu hayawezi kukamilika bila kuwa na furaha. Hilo tumeliona kupitia Azam TV, ambayo si tu imefanya kila mtu kuzungumzia mpira wa miguu, bali wanazungumzia na maisha mengine, wachezaji wa ngumi, mpira wa miguu pamoja na filamu. Licha ya kuwa kampuni hii ni binafsi, lakini kwa sasa imeshakuwa kama mali ya umma kutokana na umuhimu wake katika jamii yetu, na kwa kweli mzee Bakresa aheshimiwe. Mheshimiwa Spika, niruhusu kipekee nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini kutumikia taifa kwa nafasi ya waziri wa fedha tangu alipoingia madarakani. Huu ni uthibitisho na ni imani kubwa alionayo kwangu, na fahari kufanya kazi, na nimeona fahari kufanya kazi chini ya kiongozi mwenye maono makubwa ya kuiletea nchi maendeleo. Mheshimiwa Rais sio tu amenipa fahari ya kufanya kazi chini yake, bali ameiandika historia ya kipekee kwa Wanyiramba, Wasukuma na Wanyaturu wa Singida kwa kuwa na Mnyiramba wa kwanza kusaini kwenye noti ya nchi. Mheshimiwa Spika, hii ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu, tena watu wasinipe ndoto. Hii ilikuwa ndoto ya muda mrefu tangu niko kidato cha pili, kufuatia mjadala tu ambao tulikuwa tunafanya, tukaiona sahihi ya marehemu Gilman Rutinda, na Mungu amrehemu, aliyekuwa gavana wa Benki Kuu, tukiwa kwenye group discussion ambapo tulikuwa tunajadili sahihi ile ya gavana wa Benki Kuu, nikiwa na ndugu zangu, na niwashukuru kwa sababu wao ndio walionitajia sahihi ya gavana wa Benki Kuu, akiwemo Sibomana ambaye alikuwa anatoka wilaya moja na gavana, Robert Kitundu, John Makuri pamoja na Richard Mariko pamoja na Steven Kenguye. Wengine walionihakikishia kuwa inawezekana kwa mtu kusaini kwenye noti ya nchi. Mheshimiwa Spika, namshukuru Dr. Samia ameikamilisha ndoto hiyo. Naamini nimeifanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa, na kazi hii nimeifanya kwa weledi wote, na kazi hii nimeifanya kwa nguvu zangu zote, nikitekeleza ipasavyo miongozo ya Mheshimiwa Rais. Siwezi kuelezea zaidi vielelezo vya kila jambo lililofanyika kwenye kila wizara ambavyo lisingeweza kufanyika bila fedha. Hicho ni kielelezo. Upatikanaji wa fedha ili miradi ya maendeleo iweze kutekelezwa ya kila sekta, hilo ndilo jukumu nililokuwa nimetumwa. Jukumu nililopewa la kuwa waziri wa fedha limenikumbusha nilipokuwa kidato cha 3
nikiwa makamu mwenyekiti wa serikali ya wanafunzi wa shule ya Iliboru, mimi ndio nilikuwa nakusanya ushuru. Nilikuwa nikikusanya ushuru napeleka kwa wale wanaofanyia biashara shuleni, napeleka kwa mwalimu wa malezi. Na vile vile nikiwa katibu mkuu